Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu aliye hai. Amen. Ni mtu wa Mungu Solomon, ni rabi katika siku za kizazi hiki. Shangilie Kristo Yesu kwa makofi yako. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Amen. Kuna watu wanajaribu kuangalia nimekibeba hiki. Nani anaweza kunisaidia ni kinini hiki? Lakini nembo yake inazungumzia nini? Bwana Yesu asifiwe. Hii ni bendera ya nchi moja ya Uganda. Unaweza ukakiangalia vizuri ukakiona. Ndio bendera yao iko hivi. Na hivyo kwa maana kwamba Mungu amenituma huko. Disemba mwaka jana nilikuwa kule mpaka Januari mwaka huu mwishoni ndio nikaweza kuendelea kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo ninayathibitisha kwamba Mungu ana makusudi na mimi kwenye nchi hiyo ni hiki. Huyo mtu aliyenipa hiki angeweza kunipa fedha, si ndio Na yamkini saizi nisingekuwa nayo. Lakini kwa sababu alinipa hii kama alama ya utambulisho kwamba nimekubaliwa na wao. Pigia Yesu Kristo makofi yako mbele. Ujumbe wangu sio ujumbe wa hawa waliotengwa, ni ujumbe wa kanisa. Naomba na wewe usikilize vizuri ujumbe huu. Halo? Maandiko ya msingi tunaweza kuyapata katika kitabu kile cha Hesabu 12 mstari ule wa 7. Hesabu 12 mstari ule wa 7. Maandiko yanasema sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Pigia Yesu Kristo makofi kwa neno hili zuri. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo tena. Tunapozungumza kwa habari ya uaminifu katika ulimwengu huu tulionao, yaani ni kama kuna kitu huwa kinamisiwa, yaani mtu anakimisi, ni hili swala la uaminifu. Uaminifu sasa imekuwa ni bidhaa adimu sana kupatikana kwenye maisha ya mtu. Na si tu nje ya kanisa, lakini hata ndani ya kanisa swala la uaminifu ni changamoto kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu ni kitu ambacho Mungu anakiangalia sana kwenye maisha ya mtu aliyetengwa kwa ajili ya huduma, lakini hata yule ambaye hajatengwa. Kitu kinachoitwa uaminifu Mungu anakiangalia sana. Andiko hili hatuoni Mungu akisema kuhusiana na kumpenda, lakini anazungumzia uaminifu. Uaminifu ni nini? Uaminifu ni ile hali ya mtu kuaminika. Yaani huyu mtu inafanya aaminiwe. Kama ni taasisi fulani, kama ni ofisi fulani, kama ni bidhaa, kama ni fedha, ama chochote kile. Hello? Ukitunza kitu kwangu, kama mimi ni mwaminifu, utakikuta kama kilivyo. Lakini ikiwa vinginevyo inamaanisha utakikuta kina changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa uaminifu ni kitu muhimu sana katika ufalme wa Mungu. Amen. Sina muda wa kuzungumzia huko duniani, lakini nimekwambia tu hali halisi. Amen. Hata wewe unaweza kuona kinachoendelea sasa. Amen. Mtu anaweza akaajiriwa kwenye ofisi fulani, akapewa masaa yake 8 tu ya kufanya kazi. Lakini ukipewa jukumu la kumfuatilia tangia anaingia ofisini mpaka anatoka masaa yake 8, unaweza ukashangaa amefanya kazi masaa 3 tu. Ama 4. Mengine yote hajafanya chochote. Inamaanisha kalipwa fedha ambayo hakuifanyia kazi. Unaweza kuona kitu cha namna hiyo. Si tu fedha, hata muda. Kama hutumii muda wako sahihi katika jambo sahihi, inamaanisha wewe sio mwaminifu. Rafiki zangu, mmepewa jukumu hili. Si jukumu dogo. Linahitaji usimame katika uaminifu ili uweze kumthibitisha Mungu unayemtumikia. Amen. Nimesema kanisa
hii hali ya uaminifu inaendelea kupotea kidogo kidogo. Hata Yesu akisimama leo katikati ya kanisa akasema nahitaji waaminifu wasonge kwangu. Na nikwambia unaweza kushangaa hata wale ambao huwaamini hawawezi kusonga. Unaweza kushangaa wale watu wakuu ambao wanasema hawa ni watu wakuu wa Mungu. Unaweza kuona maaskofu, lakini Yesu amesimama mbele yao anasema songa wewe ni mwaminifu. Unaweza kushangaa wasionekane hapo. Alafu akatokea yamkini mtu ambaye haukumtarajia ndio anaonekana mwaminifu kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sio jambo unaweza ukalipuuza, ni jambo muhimu sana ambalo kila mmoja anahitaji kusimama nalo. Pigie Yesu Kristo makofi yako mengi. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Kuwa mwaminifu kuna gharama, lakini pia usipokuwa mwaminifu pia kuna gharama. Sasa unaweza kuchagua wapi unataka wewe. Si kama kuna mtu anaelewa ninachojaribu kusema. Amen. Kuwa mwaminifu kuna gharama. Na lazima uilipe ili uendelee kuwa mwaminifu. Lakini hata usipokuwa mwaminifu pia kuna gharama. Sasa unachoose wapi? Unachagua wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unachagua wapi wewe? Upande wa uaminifu kwenye gharama ama upande ambao sio wa uaminifu lakini gharama ipo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigie Yesu Kristo makofi yako mengi. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Uaminifu ni hali inayotakikana kwa kanisa iweze kuonekana. Kwa nini nasema hivyo? Kanisa ni kielelezo cha Mungu aliye mwaminifu. Hello? Siku zote tunahubiri ama tunazungumza kwa habari ya Mungu ni mwaminifu. Ahadi zake zote ni timilifu. Na kama ametuahidia atatenda kwenye maisha yetu, si ndivyo? Sasa tendo la uaminifu tunazungumza ni tabia mojawapo ya Mungu, tabia ambayo anashare na wanadamu wote. Hello? Ziko tabia za Mungu ambazo hashare na kiumbe wake, lakini ziko tabia za Mungu ambazo anashare na watu wake ama na wale ambao wamewaumba. Kwa tabia mojawapo ya Mungu ni huu uaminifu. Na anaitaka na sisi tuishi huo uaminifu. Hello? Ndio maana anamzungumzia kwa habari ya Musa kwamba yeye huyu ndugu alikuwa mwaminifu katika nyumba yake yote, inamaanisha nyumba ya Mungu. Si inamaanisha Musa alijitoa kwenye kazi ya Mungu kwa uaminifu usioelezeka. Unaweza kuelewa habari zake kama utasoma kuhusiana na yeye. Alijitoa kwenye nyumba ya Mungu kuliko unavyoweza kufikiria. Hata pale ambapo walimsema vibaya, Mungu aliingilia kati mwenyewe. Hello? Amen. Mungu alifanya nini? Aliingilia kati mwenyewe kwa sababu wamemsema vibaya mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha uaminifu wake kwa Mungu ulikuwa wazi wazi. Hata pale kwenye makosa ya Israeli kama taifa, Mungu anataka kuwaadhibu, Musa anaingia katikati. Hello? Unaweza kuona ninachojaribu kusema. Kwa mahali anamwambia ikiwezekana basi niondoshe nini? Naelewa ninachojaribu kusema hapo. Inamaanisha anawakingia kifua. Ndio maana nakwambia ukiwa mwaminifu kuna gharama, lakini pia usipokuwa mwaminifu kuna gharama. Sasa gharama mojawapo ndio hii ninayozungumza na wewe hapa, ya kwamba anawakingia kifua watu ambao Mungu amewapa kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Pale ambapo hakuna majawabu wanalalamika kuhusiana na yeye, kwamba imekuwaje umetuweka kwenye mazingira haya ya taabu. Ungetuacha kule kwa sababu nchi ipo, makaburi tungeweza kuzikwa kule. Hello? Musa anaingia katikati, anakwenda kumwambia Mungu tunafanyaje kuhusiana na hili. Wanalalamika hawana chakula, hawana maji, hawana nini, anabeba jukumu. Hello? Kwa maanisha huyu ndugu alikuwa mwaminifu. Hello? Kwa tunapozungumza kwa habari ya uaminifu tunataka tuelewe kwamba hatuzungumzi tu kwa habari ya maneno kwamba mimi ni mwaminifu. Hello? Lazima tuonyeshe uaminifu wetu kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa matendo ndio yatuthibitishe kwamba huyu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua maandiko matakatifu
katika kitabu cha Samuel wa pili. Samuel wa pili anzia mstari wa 10, tuangalie pale. Bwana Yesu asifiwe. Wa 10 pale. 14. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samuel wa pili mlango wa 11 mstari wa 14 na 15. Maandiko yanasema hata ikawa asubuhi Daudi anamwandikia Yoabu waraka akaupeleka kwa mkono wa Uria. Akaandika katika waraka huo, inamaanisha hii barua, message. Inasema kusema, mweke Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni mwache ili apigwe afe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uria, kuhusiana na yeye, huyu ndugu alikuwa ametoka kuoa tu. Muda mfupi ukazuka vita kati ya Israeli na taifa jingine. Na kwa sababu ni vijana miongoni mwa wanajeshi kwa wakati ule, akalazimika kuingia vitani. Na sheria ya wakati ule katika Israeli, kama mtu ametoka kufunga ndoa karibuni, anaruhusiwa asiende vitani, abaki na familia yake kwanza. Lakini huyu ndugu lilipokuja swala la taifa lake, akasema hapana, nitamwacha huyu mdada, nitamkuta wakati ujao. Wacha nikapigane kwa ajili ya ufalme. Wacha niende kwa ajili ya Mungu. Amekwenda vitani. Vita vimeendelea. Mfalme hakuwa ameenda vitani, yuko. Na wakati akitembea kwenye ghorofa lake, akamuona mtumishi, akamuona mke wa Uria akioga. Mfalme akatoa agizo aletwe na akamtumia. Mimba ikaingia. Alipopewa taarifa ya kwamba amepata mimba huyu mdada, alichofanya yeye kutoa taarifa iende kwa Uria ili aweze kurudishwa nyumbani, akiwa na maana kwamba apate muda na mkewe, ili basi ule ujauzito ubaki kwa nani? Uria, hata kama sio wa kwake. Uria amerudi, akapewa taarifa na mfalme kwamba unaweza kwenda nyumbani kwako. Lakini huyu ndugu, muda hautoshi kueleza haya, muda hautoshi. Akasema haiwezekani mimi ufanyaje kwenda wakati watu wa Bwana wako katika mazingira kama yale. Akalala hapa kwenye geti la mfalme. Halo? Akalala kwenye geti la mfalme. Kesho yake mfalme akajaribu namna nyingine. Akatoa vyakula na vinywaji vya kufanya leo, yamkini basi apitilize, afanye nini? Aende kwa mkewe. Lakini kilichotokea, huyu ndugu hakuweza kwenda kwa mkewe. Ndio mfalme anapata wazo, sasa nifanyeje? Tayari hii ni aibu inakuja mbele zangu. Wazo lake ndio hili ambalo tumesoma maandiko haya mstari wa 14 na 16. Anampa waraka, yani anaandika waraka unaomhusu yeye, alafu huyo anaupeleka sehemu husika. Si kama mnanielewa vizuri? Yani anaandika waraka unaomhusu yeye, alafu apeleke kwa kiongozi wake wa jeshi. Na maanisha barua. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Sijajua barua ilikuwaje wakati ule, ama ilifungwa na mili, lakini ninaamini kuna namna ilikuwa imefungwa ili isionekane. Lakini cheki uaminifu wa huyu ndugu. Kapewa barua hii, peleka kwa kiongozi wako wa jeshi. Hakuweza kusema no, acha nichungulie kidogo, yamkini kuna kitu gani kimeandikwa huko. Halo? Siku za leo unaweza kumpata mwaminifu wa kiasi hicho. Umepewa barua na mchungaji, alafu mimi niko Samuel, anaambia mpelekee mchungaji Solomon ama Rabbi Solomon.
Unaweza alafu imetuna unaweza usijaribu kuichungulia kama inasoma ngapi. Halo? Kuna mtu ananielewa anachojaribu kusema hapo? Kwa vyovyote vile unaweza ukasema hata kama hautachukua basi ujue ngapi imo. Lakini huyu ndugu ameandikiwa barua inayomhusu na ni barua ya kwenda kuangamia, kaibeba kama ilivyo. Alafu kafika kwa mhusika kamkabidhi. Ndugu naye katimiza wajibu wake kama vile ambavyo mfalme alitaka. Ndugu anakufa. Hana hatia, hana makosa. Lakini kilichomuua nini? Ni ile uaminifu wake. Nimekuishi mwingine kama wewe amekuja akampiga. Kama mwingine amekuja akamfanyia visivyo, unafikiri anapataje ujasiri wa kuamini kirahisi? Ndio maana nikwambia hata sasa Yesu akirudi hapa, aseme nataka watu waaminifu waje mbele yangu. Popote pale. Unaweza kushangaa akatokea hata mbili mmoja muaminifu akaja. Lakini yule ambaye ulimtarajia, pengine ni askofu. Askofu wanapiga hela pia vile vile hao. Maaskofu hao maaskofu hawana uaminifu. Narudia tena, hawana uaminifu. Sio wote, lakini wengi wao sio waaminifu. Wameumiza watu. Wamewaonea watu. Wametumia madaraka yao vibaya. Badala sisi tuwe kielelezo ndani ya kanisa kwa ajili ya watu walioko nje ya kanisa, sisi tumekuwa kwazo pia. Kwamba mimi nina nafasi, naweza kusema chochote kwa ajili ya huyu. Na kweli nasema chochote kinamletea maangamizi mtu mwingine. Kwa nazungumza kwa habari ya uaminifu. Kanisa liko kwenye wakati mgumu kwenye hili eneo. Na maana nasema ujumbe huu sio wa kwako unaotiwa mafuta leo. Ujumbe huu ni wa kanisa lote na sio ndani hapa, ulimwengu mzima. Kwenye eneo la uaminifu ni changamoto. Kwa ili ubaki kuwa mwaminifu lazima usimame imara na ukubali kulipa gharama, kama ambavyo Uria anakufa wakati hana kosa. Halo? Unataka kuniambia angeweza kufungua ule waraka akaona kilichoandikwa? Unafikiri hata safari ya kuendelea ingekwepo? Tuwe wawazi, tunao kweli. Amechukua waraka, peleka kwa mkuu wako, akaufungua akaona kilichoandikwa. Inamaanisha hata safari ya kwenda kwa ingeishia pale pale. Inawezekana hata swala la jeshi angejitoa kabisa. Angehama kabisa nchi. Na nchi angehama. Lakini kwa sababu alikuwa mwaminifu, akabeba kama ilivyo. Akaenda akampa mhusika kuhusiana na kilichoandikwa, akajua mhusika. Na mhusika akapokea kwa sababu ni neno la mfalme, akalitimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama usipokuwa mwaminifu, bado una gharama. Halo? Hello. Inaweza kukukuta, hasa nazungumza na wewe ambaye uko ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gharama ipo. Wafalme wa 2 tufungue. Naama, si ndio? Naama ni yule ambaye alikuwa anaokoma, si unafahamu? Ndio. Naama alikuwa jemedari wa jeshi. Na ni mtu ambaye anaaminiwa na nchi yake. Halo? Ameweza kufanya vitu vingi kwenye nchi yake. Kiasi kwamba hata mfalme wa hiyo nchi anajua kabisa nina kamanda ambaye kupitia mkono wake tunaweza tukashinda vita vyovyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndugu alikuwa yuko kwenye wakati huo ambao unaonekana kwamba mwili wake sio mzuri kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo ya ukoma. Kabinti kanamueleza mkewe kwamba kuna mahali yuko nabii anaweza kuleta matokeo kwenye ukoma wako. Utaratibu unafanyika na ndugu huyu anakwenda kwa nabii Elisha. Nabii Elisha anamponya, si ndivyo? Anafurahia lile tendo, alafu anakusudia kutoa sadaka, fedha na kadhalika na kadhalika. Lakini kitendo cha ile hela kuwekwa mbele yake na vitu vingine, akasema hapana, siko tayari kuchukua hii. Halo? Siko tayari, unaweza kwenda zako kwa amani tu.
na Bwana akutendee mema. Ingawa ukichunguza maandiko alikuwa anaonyesha kabisa ya kwamba huyo ndugu alikuwa anataka kusimama na Mungu aliyemfanya apone. Wakati anaondoka, mtumishi wa Elisha anachofanya, anakwenda kuifuatilia ile hela. Mlango wa 12, mlango wa 4, wa 5 tusome ili tuelewe vizuri. Soma habari hiyo, mlango wa 5. Nafanya pia mlango wa 5, cheki mara moja tusome vizuri hapa. Ni Wafalme wa Pili mlango wa 5. Yes. Mzee pale mstari wa kwanza anaelezea habari ya Naamani. Soma tuone. Biblia inasema mstari wa kwanza, basi Naamani jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele za bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mstari wa pili anasema, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe na amani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuuisha, hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Mstari wa 9, basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Faripari, mito ya Dameski, ni bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka, akaondoka kwa hasira. 15. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye
na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Akamwambia, enenda kwa amani. Enenda kwa amani. Basi akamwondokea mbali kidogo. Lakini Gehazi, mtumishi wa Elisha, mtu wa Mungu, akasema, tazama, bwana wangu amemwachilia huyu Naamani Mshami, asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana ishivyo, mimi nitamfuata mbio, nipokee kitu kwake. Basi Gehazi. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani habari hii tunaielewa, si ndivyo? Ndio. Naamani anaponywa na mtumishi Elisha. Baada ya kuponywa, yule ndugu analeta sadaka mbele za nabii. Nabii akasema, unaweza kwenda na mali yako, hakuna shida. Ndugu huyu anaenda zake. Lakini mtendakazi pamoja na nani? Na nabii Elisha akasema, hapana, bwana wangu bwana amefanya kitu kisio sawa. Pesa hii na kila kitu tunaiacha iondoke. Akasema, nitafanyaje? Mtaifuata. Na kweli akaifuata, na Naamani akampa sehemu ya fedha na nguo ambazo alikuwa amezihitaji. Na akarudi wapi? Kwa Elisha. Kitendo cha kufika tu kwa Elisha, anamuuliza ulikuwa wapi? Hello? Akamwambia, nilikuwepo tu hapa bwana wangu. Akamwambia, unafahamu roho yangu iliambatana na wewe kule ulipoenda kupokea vile vitu. Sasa huu ukoma huu ambao ameponywa na Naamani, ukawa wewe na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona uaminifu una gharama, lakini hata usipokuwa mwaminifu pia unafanyaje? Una gharama. Unaweza kupoteza kazi kwa sababu ya uaminifu. Lakini bado utaheshimika. Kwa uaminifu pamoja na wewe. Lakini pia utaheshimika kwa nani? Kwa Mungu. Sasa uheshimike na Mungu ama uheshimike na wale ambao ni wabadhirifu? Katika ufalme wa Mungu, kitu kinachoangaliwa zaidi ni uaminifu wako katika utendaji wako wa kazi. Kwenye nafasi ambayo umepewa, kwenye eneo ambalo umepewa, ni mtego kwako Mungu aone uaminifu wako wa kujitoa kwa muda wako, kwa nguvu zako, kwa akili zako, lakini pia wewe sababu ya wengine kusonga mbele. Hallelujah. Amen. Wewe ukienda vinginevyo, ukitenda vinginevyo, inamaanisha unasababisha na hili kundi linalokuangalia wewe likashindwa kupata mwelekeo sahihi. Ndio. Kama unatangaza kwa habari ya kuwahi kanisani, alafu wewe unachelewa, tafsiri yake wewe sio mwaminifu na kile unachokisema. Yes. Hello. Maana yake nini? Kama wewe ni kiongozi, lazima uwe kielelezo cha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu hiki kinapaswa kifanyike hivi. Ni wewe sababisho la hao wengine wafanye kama hivyo vinavyotakikana. Kwa sababu wewe ni alama ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafasi hizo ni kipimo ambacho Mungu amekiachilia kwenu. Yamkini kupitia hapo ulipo kwenye hiyo nafasi, ukitumika kwa uaminifu,
Mungu anakunyanyua kwenda hatua nyingine. Halo? Mimi nilifikiri makofi yatakuwa ya kutosha. Ni hapo na maandiko yanasema kwa wazi, aliye mwaminifu kwa kidogo ama kwa mambo madogo madogo, basi una hakika atakuwa mwaminifu kwa mambo makubwa. Inamaanisha Mungu anatarajia kukuona hapo ulipo, kwenye sehemu hiyo, kwenye nafasi hiyo, katika uaminifu wako, ili akusogeze mbele zaidi. Unaweza kumshangilia Yesu. Amen. Lakini kama hautakuwa mwaminifu kwenye hizi nafasi ndogo ndogo za kanisani, inamaanisha uwezekano wa kuwa mwaminifu hata kwenye nafasi kubwa ukiipata, hautakuwa mwaminifu. Nimezungumza hii changamoto ya uaminifu sio tu kwa watu wa kawaida, hata watu ambao tunawasema ni watu wazito. Basi niseme wengine ni viongozi wetu wa madhehebu yetu. Shida. Hawana uaminifu. Yohana kasema, unaweza ukashangaa Yesu akisimama hapa anaita watu waaminifu, askofu wako simuone akisogea. Atasogea mbibi mmoja ama mbabu mmoja au kijana kamoja hivi. Kwa sababu kabla hajamsogelea Yesu atajikagua. Inawezekana jana tu ama juzi tu kafanya kitu kisio sahihi, kilicho nje ya uaminifu. Halo? Kapunguza 100 kwenye zaka. Inamaanisha ingawa yuko kazini, anamtumikia Mungu, lakini kwenye kiwango cha uaminifu kina walaki. Na hicho ni kipimo. Halo? Halo? Kuhakikishia ukweli. Ukweli mzee. Ukweli kabisa. Ndani ya kanisa kuna changamoto, na sisi ndio vielelezo wale kule nje. Kuna vitu vinapindishwa ndani ya kanisa. Kilipaswa kinyooke hivi, kinapindishwa kwa sababu mtu fulani amekosa uaminifu. Kuna fedha zinapigwa. Fedha imeletwa kwa ajili ya kufanyia jukumu hili, inapigwa na hao ambao tunawaita maaskofu wetu, na hao ambao tunawaita viongozi wetu wa dini, na hao ambao wanasimama wanaheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipimo cha utumishi wako ni uaminifu wako. Amen. Ndio maana maandiko yamesema kwa wazi pale, mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Hajasema Mungu mtumishi wangu Musa, yeye ndo ananipenda kuliko wote. Halo? Mwaminifu. Kasema mwaminifu. Inamaanisha uaminifu ni dai la Mungu kwa kanisa. Jipime peke yako kwa nafasi ulionayo. Ni mwaminifu kiasi gani kwa Mungu? Ni mwaminifu kiasi gani kwa Mungu? Uaminifu sio wa kuongea hapa, wa kutenda. Pigia Yesu Kristo makofi yako. Amen. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Ongeza makofi kwa Yesu. Amen. Ndio maana nikasema hii sio fundisho linalohusu viongozi ambao wanakuja kutoa mafuta hapa punde. Hili fundisho ni la kanisa kwa ulimwengu wote. Kwa sababu hii changamoto sio ya Tanzania. Changamoto hii kila mahali. Halo? Inasababisha hata milango inafungwa kwa waaminifu kufika katikati ya wengine, kwa sababu huyu kashapigwa, unafikiri anakukaribisha